Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaweza tukagusia tu jambo kidogo hapo, mapito ya mtu aliyefinyangwa na Bwana. Mtu aliyefinyangwa na Bwana kuna mapito anaweza akakutana nayo. Kwanza kabisa, mtu aliyefinyangwa na Bwana, majaribu kwake ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyefinyangwa na Bwana, majaribu kwake ni kawaida. Utakutana na majaribu ya kila namna endapo umefinyangwa na Bwana. Kwanza anaweza akaletwa na adui Shetani au watu, au Mungu mwenyewe anaweza akaruhusu jaribu. Lakini jaribu ambalo linaletwa na Shetani, lengo na nia ya jaribu hilo ni kukuangusha na kukurudisha nyuma na ukatisha tamaa, usiendelee na Mungu wako au usisimame katika msingi ulio mzuri. Hilo ndio lengo pekee la jaribu kutoka kwa Shetani. Shetani analeta jaribu kwako na majaribu kwako ili uanguke, usiendelee kusimama katika njia ya kweli, usiendelee kusimama katika msingi wa kweli. Ndio lengo la Shetani. Lakini mtu huyo naye anaweza akakuletea jaribu kupitia Shetani, kwa sababu obvious, kwa ujumla Shetani ni roho, Mungu ni roho. Vyote hivi haviwezi kufanya kazi kama hajahusishwa mwanadamu. Mwanadamu naye anaweza akuletea jaribu kupitia Shetani. Shetani anaweza akamtumia kukuletea jaribu wewe, kukujaribu ili urudi tu nyuma, usiendelee tu mbele. Huyo nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anapoachilia jaribu kwa mtoto wake, kwanza lengo na nia ya Mungu ni kumpandisha viwango vingine, ni kumpandisha viwango vya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile kupima uaminifu wake huyo mtoto wake kwake. Kwa jaribu kutoka kwa Mungu litakuja kupima uaminifu wako mbele za Mungu, na vile vile itakuja kukutoa hapo lipo na kukupeleka kwenda kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm sure, nina uhakika na ninachokizungumza nimekipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekipitia. Nilishawahi toa ushuhuda hapa, sijui kama mnakumbuka, ambapo naweza nikaurudia kwa ufupi sana. Mimi na wanafunzi, niko chuo, kipindi hicho niko diploma 2022. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekutana na changamoto nzito. Natakiwa nilipe ada ya shule, nifanye mtihani, hela hamna. Watu ambao niliwashirikisha, watu nao waamini na wana uwezo wa kunisapoti, niliwashirikisha nyuma, wakasema haina shida, tutakusaidia. Lakini nimefika mahali sijui ni Mungu kawakamata, kila mmoja haelewi. Ukimgusa huyu anasema mambo yameingiliana hivi na hivi, na ukiangalia kabisa sio kwamba mambo yameingiliana, huyu anaweza akanisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Najiuliza, inakuaje hapa, inakuaje hapa, inakuaje hapa? Imeenda mpaka siku ya mtihani, ada haijulikani inakotoka. Kila niliyemshirikisha anasema mambo yamegoma, mpaka mambo yamegoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaisahau hiyo siku, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2022, siku ya Jumatatu. Hiyo siku haitasaulika, na siku hiyo ndio imani yangu kwa Mungu iliongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo siku ndio imani yangu kwa Mungu iliongezeka, na siku hiyo ndio niliyosema sitategemea ndugu, rafiki au mtu yoyote zaidi ya Mungu, wala sitalaumu mtu wala ndugu eti ameshindwa kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwona Mungu kwa kiwango kikubwa. Dakika chache, bado nusu saa, wenzangu alishaingia kwenye chumba cha mtihani. Anatokea mtu ambaye alisema hana nafasi ya boti. Ananiuliza, dogo, vipi, umefanikisha issue yako? Nikamwambia hapana. Wakati huo sasa nina rafiki yangu na yeye ameshindwa kulipa ada, anaandika barua ya kupostpone, kuahirisha mtihani, atakuja kufanya special. Mimi nikamwambia mimi lazima nifanye mtihani, iwe na iwe,
lazima mtihani nifanye. Bado nusu saa, yule mtu alihangaika, utafikiri mzazi wangu, mara twende huku, sijui twende benki, akasema na hela kwenye simu, akalipa hela yote ya asilimia ilikuwa nadaiwa chuoni, akalipa hela yote. Nikaingia kwenye chumba cha mtihani, wenzangu walishagawiwa vifaa vyote na wanaanza mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaingia na mimi nikafanya, na mtihani nikafanya. Ulikuwa nakumbuka ulikuwa mtihani wa mathematics, wa hesabu, na nikafaulu vizuri kabisa. Na hiyo siku iliandikwa kwenye akili yangu, hata kama sijaandika kwenye diary, kwenye akili yangu haijawahi futika. Tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2022, kiwango changu cha imani kiliongezeka kwa kiwango kubwa, na hilo ndio jaribu ambalo na mimi nilipata. Bwana Yesu asiwe sana. Nikaja nikagundua Mungu kumbe aliruhusu iwe hivi, ili imani yangu iongezeke kwake zaidi, kwa watu ambao wanaweza kanisapoti. Kwa hiyo utambue ya kwamba maisha au mapito ya mtu aliyefinyangwa na Bwana, majaribu kwake ni kawaida, ni kawaida, ni kawaida. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 13 mpaka 15, neno la Mungu linasema hivi: mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye hamwezi kumjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko katika kuzungumzia habari ya majaribu. Kwa hiyo utambue ya kwamba Mungu kwanza hawezi kukujaribu kwa maovu, kwa sababu kuna watu wanafanya dhambi huko, anasema nimejaribiwa tu, nimejaribiwa tu. Mungu hawezi kujaribu na kwa maovu. Shetani ndo kazi yake kujaribu kwa maovu, utende dhambi urudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tamaa zako mwenye, tamaa kwa mwanadamu inaweza ikasababisha dhambi, inazaa dhambi, na tamaa inatokana na ushawishi wa shetani. Hawezi kuwa na tamaa kama hujashawishika. Adui anakushawishi, anakuja anakushawishi, unaona hilo tunda ni zuri kabisa, ni zuri, na wewe unaanza kutamani. Sasa wakati ule kwa utamani. Kwa vijana sasa, shetani anaanza kuwa, unaona yule rafiki yako, unaona mtoto mzuri, binti mrembo hivi, kwa nini umekaa naye kama dada yako hivi na hivi? Ulikuwa unamuona ni binti wa kawaida, ni kama ndugu, ni rafiki yako tu, mzuri tena anapendeza. Leo hii sasa shetani kakushawishi, unaanza kumtamani kwa namna nyingine tena. Kitakachotokea unashangaa, unaanza kumapproach. Kitakachotokea dhambi inaenda kutokea hapo, na dhambi ikikomaa inazaa mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa elewa, kuna majaribu ya namna hiyo, lazima uyatambue kama mwana wa Mungu, kama mtu aliyefinyangwa na Bwana, ya kwamba hivyo vitu vipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uelewe hiyo, na ukumbuke Mungu akikupa jaribu, hakupi jaribu ambalo linaweza likazidi uwezo wako. Anakupa jaribu ambalo anajua ya kwamba unalimudu. Vile vile atakupa na mlango wa kutokea, atakupa na njia ya kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine aelewe. Twende ukasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12 na 13. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Hilo la kwanza, tahadhari. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, kupita uwezo wenu, kupita nguvu mlizo nazo. Na anasema, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Huyu ndio Mungu. Mungu akikuletea jaribu, anajua ya kwamba unalimudu ili jaribu, kulingana na imani yako ilivyo, kulingana na nguvu ulionayo rohoni,
na anajua ya kwamba njia ya kutokea ni hii, atakupa na njia ya kutokea. Hilo ndio jaribu la Mungu ili uweze kuinuka. Sasa wakati wa majaribu ni wakati wa kumdhihirisha Mungu wako kuwa hakuna linaloshindikana kwake, hakuna lisilowezekana kwake. Kama ni jaribu kutoka kwa shetani, Mungu atakupa maarifa ya kulitambua ya kwamba ina shetani, na utalikemea shetani, toka nyuma yangu shetani, kwa kuwa ya wazi ya Bwana. Lakini ni watu ambao wamefinyangwa kweli na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pito chingine, kuwa na maisha ya vita katika ulimwengu wa roho. Mtu aliyefinyangwa na Bwana, mapito ambayo atakuwa anapitia ni vita kila wakati. Anatakiwa kuwa soja, mwanajeshi muda wote yuko tayari. Nikurupuke vita hapa, yeye hajisubiri kwamba aanze kujiandaa sijui waje ajipange. No, muda wote amejipanga. Ndio maana wanakaa makambini huko, muda wote wako tayari. Na wewe, mapito ambayo utapitia wewe uliyefinyangwa na Bwana, vita yako sio ndogo. Kwanza, jambo la kwanza, Mungu akufinyanga, umeanzisha vita. Ukiokoka umeanzisha vita. Ukitambua kusudi lako, hiyo ni vita nyingine inaongezeka. Ukianza kufuata maagizo ya Bwana na kusikia sauti, ni vita nyingine inaongezeka. Kwa katika mapito ya mtu aliyefinyangwa na Bwana ni mapambano kila wakati, ni mapambano kila kukicha, kwa sababu shetani halali usiku na mchana. Atainua mengi kukuhusu wewe, atainua mengi kuhusu maisha yako, atainua mengi kuhusu familia yako, kwa sababu anajua huyu mtu yuko kinyume na mimi. Unasema nini? Kasome Ufunuo 12:12 utaona. Imeeleza oli wa bahari na nchi, kwa kuwa mwovu ametupwa huko chini, na anajua ya kwamba muda wake ni mchache. Kama anaelewa muda wake ni mchache, maana yake halali na usiku anakuinda wewe ambaye uko kinyume naye. Sasa usipokuwa mtu wa vita, mtu uliye tayari kupambana katika ulimwengu wa roho wakati wote, ujue utatandikwa. Hivyo unatakiwa kuwa makini muda wote, usijisahau, kwa sababu adui atatumia njia nyingi sana kuhakikisha anakurudisha nyuma. Atatumia njia nyingi sana kuhakikisha unakata tamaa. Atatumia njia nyingi sana kuhakikisha hausongi mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mapito hayo. Vita ni mapito, yani vita katika ulimwengu wa roho ni maisha yako. Usijisahau eti sasa nimeokoka mimi niko salama, ukajilaza. Utakurupushwa huko, utakosa hata mlango wa kukimbilia. Kuwa makini. Ufunuo 3:2 anasema mkeshe, kwa sababu kuna mambo mengi bado hajakamilika. Muwe wenye kukesha, yani maana yake muwe tayari wakati wote katika Mungu. Muwe sensitive wakati wote, muwe attention kila wakati. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 58, neno la Mungu linasema hivi: basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Tunatakiwa kuimarika na wala tusitikisike. Tuwe watu wa vita katika kutenda kazi ya Bwana, katika kufanya kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa taabu au vita tulionayo sio bure. Kuna thawabu ambayo tutaipata. Mwambie Mungu asante kwa ujumbe huu. Mwambie Mungu ninakushukuru kwa kuwa umesema na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimemaliza ujumbe wangu. Lazima uimarike, kwa sababu wewe ni rungu la Bwana. Kupitia wewe Bwana atakutumia kuharibu kazi za adui kwa kiwango kikubwa. Mungu wetu yuko tayari kutufinyanga, na Mungu wetu yuko tayari tufahamu siri zote hizi na kupata maarifa haya yote. Sasa kama kuna kitu umejifunza leo na ujumbe wetu ndio umeishia hapo, mwambie Mungu asante. Mwambie Baba, ninakushukuru kwa ujumbe huu. Mwambie Mungu asante kwa maarifa haya ambayo umenipa. Ninakutukuza mtoto wako Bwana.
kwa maarifa haya ambayo umetupa watoto wako, kwa maarifa haya ambayo Bwana umetufunulia, kwa maarifa ambayo Jehova umetufunulia. Tuna kila sababu ya kukuinua wewe, tuna kila sababu ya kutukuza wewe, tuna kila sababu ya kutukuza wewe. Baba, tunasema asante. Asante kwa kuwa umesema na watu wako. Asante Bwana kwa kuwa umefahamisha haya kusudi Bwana na lengo waweze kusimama katika njia ya kweli. Ijulikane kuwa wamefinyangwa na wewe Bwana, ijulikane kuwa tumetengenezwa na wewe Jehova, ijulikane kuwa tumefinyangwa na wewe mfalme wa falme. Baba, tunakuinua na kutukuza mwamba vyote. Baba, tunakupa sifa na heshima, tukiamini wewe Mungu unatenda mambo ya ajabu tena makuu kupitia jina lako takatifu lenye nguvu na uwezo na mamlaka. Bwana, neno hili likapate kibali kwa watu wote, watu walioko Tanzania, walioko nje ya Tanzania. Mungu kawafundishe na wapate kulifahamu na kulielewa, asiwepo adui wa kuliiba ndani yao kwa jina la Yesu. Kila wizi wa adui shetani wa kulinyakua neno ni kama watu ambao waliopanda mbegu kwenye barabara ambao zinakanyagwa na watu, na kisha ndege huja na kula. Adui ananyakua neno wasiweze kulisikia, wasiweze kukaa ndani yao, wala wasipate matokeo ya neno waliosikia. Baba, ninamkanyaga na kuharibu kazi zake, mitego yote na mawazo yake ambayo adui shetani amepanga kwa watu wako, aweze kunyakua neno, aweze kulitoa neno lako katika fahamu zao na kuwekeza mambo ya ajabu yasiyofaa mbele zako. Ninaweka ulinzi katika fahamu zao, ninaweka ulinzi katika maisha yao. Baba, neno hili likawe baraka, likafanyike badiliko, likafanye badiliko katika maisha yao, likafanye badiliko kwa Tanzania, likafanye badiliko kwa watu wote ambao umewakusudia kupitia jina lako lenye uweza na mamlaka. Nikaamini wewe Mungu unatenda.